Wakati huo Rais William Ruto ametaja uboreshaji na upanuzi wa ofisi ya Umoja wa Mataifa jijini Nairobi kuwa kielelezo thabiti cha ushirikishwaji, usawa na kijiografia na umoja katika mfumo wa shirika la Umoja wa Mataifa. Akizungumza wakati wa hafla ya kuweka jiwe la msingi kwa ujenzi wa ofisi iliyopanuliwa huko Gigiri, alipoandamana na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, Rais Ruto alisema mradi huo wa mageuzi utachangia miundombinu muhimu kuwa ya kisasa. Siku ya kwanza ya kongamano la ushirikiano kati ya Ufaransa na Afrika lilisheheni shughuli chungu nzima, kando na eneo maalum katika chuo kikuu cha Nairobi, ambapo Rais William Ruto alishauriana na wadau wakuu duniani. Huko Gigiri, jijini Nairobi, Rais Ruto pamoja na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres walizindua rasmi msingi wa upanuzi wa ofisi ya Umoja wa Mataifa. Kenya remains committed and assures you of support for the United Nations through a whole-of-government approach, including what we are investing, close to $1.1 billion of domestic resources. What has been achieved here is not just buildings, it's a blueprint for the future. The new offices are UN's first net-zero building, powered year-round by on-site solar. Rais Ruto alisema uwekezaji huo utachangia pakubwa upanuzi wa miundo msingi muhimu, huku Umoja wa Mataifa ukiahidi kuunga mkono mikakati ya kuleta maendeleo barani Afrika. This is particularly important at a time when multilateralism is under considerable strain from geopolitical fragmentation, growing mistrust, fiscal pressures, and widening global inequalities. And it means easing debt burdens, lowering the cost of capital, and mobilizing far greater investment and market access in support of Africa's sustainable development. Rais William Ruto pia alishauriana na Brice Oligui Nguema, rais wa Jamhuri ya Gabon, katika ikulu ya Nairobi wakati wa ziara yake humu nchini kuhudhuria kongamano la ushirikiano wa Ufaransa na Afrika. Masuala yaliyopewa kipaumbele kwenye ajenda ni mashauriano kuhusu kuimarisha uhusiano kati ya Kenya na Gabon katika sekta ya elimu kupitia upanuzi wa fursa za msaada wa masomo, mafunzo ya kiufundi na mipango ya kubadilishana maarifa inayonuiwa kuwapa vijana ujuzi wa kuleta mabadiliko ya kiuchumi barani Afrika. Rais Ruto pia alitumia fursa hiyo kumwomba Rais Nguema kuiunga Kenya mkono katika kumuunga mkono jaji wa mahakama ya juu Njoki Ndung'u katika kuwania nafasi ya jaji wa mahakama ya kimataifa ICC. Kamchemenza, Darubini.